بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Subhana, ametakasika aliyemchukua mja wake usiku mmoja kutoka msikiti mtukufu mpaka msikiti wa mbali ambao tumevibariki vilivyouzunguka ili tumuonyeshe baadhi ya ishara zetu. Hakika yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Na tukampa Musa kitabu na tukakifanya uongofu kwa wana wa Israeli. Msiwe na mtegemewa ila mimi, enyi kizazi tuliowachukua pamoja na Nuhu. Hakika yeye alikuwa mja mwenye shukrani. Na tukawahukumia wana wa Israeli katika kitabu kwamba hakika nyinyi mtafanya fisadi katika nchi mara mbili, na kwa yakini mtapanda kiburi kikubwa. Basi itapofika hadi ya kwanza yake, tutakupelekeeni waja wetu wakali kwa vita, watakuingilieni ndani ya majumba, na hii ilikuwa ahadi iliyotimizwa. Kisha tukakurudisheni nguvu zenu dhidi yao, na tukakusaidieni kwa mali na wana, na tukakujaalieni mkawa wengi zaidi. Basi mkifanya wema mnajifanyia wema nafsi zenu, na mkifanya ubaya mnajifanyia wenyewe. Na ikifika hadi ya mwisho ili waziharibu nyuso zenu,
na waingie msikitini kama walivyoingia mara ya kwanza, na waharibu kila walichokiteka kwa uharibifu mkubwa. Huenda Mola wenu mlezi akakurehemuni, na mkirudia na sisi tutarudia, na tumeifanya jahannam kuwa ni gereza kwa ajili ya makafiri. Hakika hii Qur'an inaongoa kwenye yaliyonyooka kabisa, na inawabashiria waumini ambao wanatenda mema ya kwamba watapata malipo makubwa, na ya kwamba wale wasioiamini akhira tumewaandalia adhabu chungu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Surat Al-Isra au Bani Israil imeteremka Makka. Sura hii tukufu ina aya 111, nayo ni sura ya Makka, ila aya hizi za 26, 32, 33, 57 na tangu aya ya 73 mpaka aya 80. Aya zote hizi nazo ni 12, ni za Madina. Sura hii imeanza kwa kumsabihi, yani kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu, kisha ikaitaja Isra, nayo ni safari ya usiku aliyochukuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Makka mpaka Baitul Muqaddas, yani Yerusalemu, na baadaye akapelekwa mbinguni na kurejeshwa Makka usiku ule ule. Baadaye sura inaeleza ujumbe wa Nabii Musa alayhi salam na yaliyokuwa ya wana wa Israeli. Kisha ikaashiria cheo cha Qur'ani tukufu katika uongofu, na zikatajwa aya za uumbaji usiku na mchana, na yatakayowatokea watu siku ya kiyama katika kulipwa kwa vitendo walivyovitenda duniani. Na subhanahu amebainisha sababu za kuharibika umma na hali ya watu katika kuhangaika kwao na matokeo ya vitendo vyao huko akhera. Tena zikaja aya za kutukuzwa wazazi, baba na mama, na hali ya watu kuhusu mali zao, na zikaja amri 10 za kuunda umma ulio bora. Kisha subhanahu akauvunja uzushi wa washirikina kuhusu malaika, kisha akabainisha Qur'an inavyoeleza hoja zake. Kisha subhanahu akaashiria anavyostahiki kuhimidiwa na upinzani wa washirikina, akawapa wasia waumini. Na Mwenyezi Mungu mtukufu akaeleza namna anavyowatendea makafiri duniani na akhera. Tena akaeleza asili ya uumbaji wa binadamu na shetani, na akawatisha washirikina kwa aya zake. Baada ya hayo subhanahu alibainisha utukufu wa binadamu, na akataja adhabu za siku ya kiyama. Akataja vipi washirikina wanavyojaribu kumzuia nabii asitimize wito wake, na vipi Mwenyezi Mungu anavyomtia nguvu. Baada ya hayo Allahu subhanahu wa ta'ala akamuhusia nabii kwa wasia za uongofu na wito mnasaba. Kisha akaashiria cheo cha Qur'an tukufu, na akataja habari za roho, na akaashiria siri zake. Kisha akataja umuujiza wa Qur'an kushindwa majini na watu kuleta mfano wake, na akabainisha subhanahu uwezo wake kuleta ishara nyingine. Tena akataja vipi Qur'an ilivyokusanya haki na hali za waumini wema katika imani zao, na inavyotakikana kuwa daima wawe wanamhimidi Mwenyezi Mungu na wakimtukuza. Mwenyezi Mungu alitakasika na kila ambalo lisio laiki naye. Yeye ndiye aliyemchukua mja wake Muhammad wakati wa usiku kutoka msikiti mtakatifu wa Makka kuendea msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas, ambao tuliwabarikia wakazi majirani wa msikiti huo katika mahitaji yao, ili tumuonyeshe baadhi ya ishara zetu zenye ushahidi wa kutosha wa kuthibitisha kuwa mimi ni Mungu mmoja peke yangu na ukubwa wa uwezo wangu. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kusikia na mwenye kuona. Na hakika hiyo Baitul Muqaddas ilikuwa inakaliwa na wana wa Israeli baada ya Musa, mpaka walipofanya fisadi yao humo wakafukuzwa hapo zamani. Haya ijapokuwa sisi tulimpa Musa Taurati na tukatia ndani yake uongofu, na tukawaambia msifanye yote wa kumtegemezea mambo yenu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Nyinyi wana wa Israeli mmezalikana kutokana na wale watu safi wema waliokuwa na Nuhu katika safina baada ya kuwa wameamini.
nasi tukawaokoa wasizame. Basi mfanyeni Nuhu kuwa ndiye mwongozi wenu wa kumfuata, kama walivyomfanya wazee wenu waliotangulia, kwani hakika yeye alikuwa mja wa wingi wa shukurani kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Na tukatekeleza hukumu yetu kwa wana wa Israeli katika tuliyoandika katika Lauhul Mahfudh, ubao uliohifadhiwa, ya kwamba watafanya ufisadi katika nyumba takatifu, yani Baitul Muqaddas, bila shaka yoyote mara mbili. Kila mara katika hizo itakuwa ni udhalimu na uasi, na kuacha hukumu za Taurati, na kuwaua manabii, na mtasaidiana katika madhambi, na kwamba utawala wenu utaenea na kutukuka na kupanda kichwa na kiburi kwa dhuluma zenu. Na walipofika wakati wa kukuleteni adhabu mara ya kwanza, tulikupatilizeni kwa sababu ya fisadi yenu, kwa kusalitisheni watu wakali kupigana, wakakuingilieni mpaka ndani ya majumba, hapana walichokiacha ili wakuweni. Na ahadi ya kukuadhibuni ilikuwa ni ahadi haina budi kutimizwa. Kisha mambo yenu yalipokaa sawa, na mkaongoka na mkatengeneza umoja wenu, na mkacha ufisadi, tukakurejezeni ushindi juu ya wale mahasimu zenu, nasi tukakuruzukuni mali na wana, na mkazidi kuwa wingi kwa idadi. Na tukawaambia, mkifanya wema na mkamtii Mwenyezi Mungu, wema wenu utakufaeni nafsi zenu duniani na akhera. Na mkifanya uovu kwa maasi, basi mnajiharibia nafsi zenu vile vile. Na utapokuja wakati wa adhabu, pale mara ya mwisho katika zile mara mbili za ufisadi wenu katika nchi, tutakupelekeeni maadui zenu wafanye athari za uovu na madhila na huzuni zidhihiri nyusoni mwenu. Na matokeo yake ni kuingia katika msikiti wa Baitul Muqaddas, wakauharibu kama walivyoingia, na wakauharibu mara ya kwanza, wakateketeza watachokipata kwa uteketezi mkubwa. Hasa Mola wenu mlezi akakurehemuni baada ya hiyo mara ya pili pindi mkitubu, na mkirejea kwenye ufisadi, na tutarejea kukuadhibuni. Na tumeifanya Jahanamu kuwa ndiyo gereza la kuwafungia makafiri. Hakika hii Qur'ani inawaongoza watu kwenye njia ambayo ndiyo njia iliyokaa sawa kabisa kuliko njia zote, na ndiyo njia ya salama kabisa ya kufikiria kwenye furaha ya kweli katika dunia. Na wabashirie wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wenye kuitii haki na wanatenda vitendo vyema, kuwa watapata ujira mkubwa siku ya Kiyama. Na hakika wale ambao hawaiamini akhera, tumewatengenezea adhabu ya machungu makali. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ
قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا na mwanadamu huomba shari kama vile aombavyo kheri, kwani mwanadamu ni mwenye pupa. Na tumefanya usiku na mchana kuwa ishara mbili, tena tukaifuta ishara ya usiku na tukaifanya ishara ya mchana ni yenye mwangaza, ili mtafute fadhila itokayo kwa Mola wenu mlezi na mpate kujua idadi ya miaka na hisabu. Na kila kitu tumekifafanua waziwazi, na kila mtu tumemfungia amali yake shingoni mwake, na siku ya kiyama tutamtolea kitabu atakachokikuta kiwazi kimekunjuliwa. Ataambiwa, soma kitabu chako, nafsi yako inakutosha leo kukuhisabu. Anayeongoka basi anaongoka kwa ajili ya nafsi yake, na anayepotea basi anapotea kwa hasara yake mwenyewe, wala habebi mbebaji mzigo wa mwingine. Wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke mtume. Na pindi tukitaka kuteketeza mji huwaamrisha wale wenye starehe na taanusi, lakini wao huendelea kutenda maovu humo. Basi hapo kauli uthibiti juu ya mji huo, nasi tukauangamiza kwa maangamizo makubwa. Na kaumu ngapi tumeziangamiza baada ya Nuhu, na Mola wako mlezi anatosha kabisa kuwa ni mwenye kuzijua na kuziona dhambi za waja wake. Anayetaka yapitayo upesi upesi, tutafanya haraka kumletea hapa hapa tunayoyataka kwa tumtakaye. Kisha tumemwekea Jahannam, ataingia humo hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa na kufurushwa. Na anayetaka akhera na akazifanyia juhudi ya amali zake, naye ni muumini, basi hao juhudi yao itakuwa ni ya kushukuriwa. Wote hao tunawakunjulia hawa na hao katika neema za Mola wako mlezi, wala neema za Mola wako mlezi hazizuiliki. Angalia vipi tulivyowafadhili baadhi yao kuliko wenginewe, na hakika akhera ni yenye daraja kubwa zaidi na fadhila kubwa zaidi. Usimfanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu, usije ukawa wa kulaumiwa uliyetupika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ni katika tabia mwanadamu kufanya haraka katika kuwahukumia watu kwa yanayowapata, na katika kauli zake na vitendo vyake, naye hukimbilia kulingania shari kama anavyolingania kheri. Naye hufanya haraka kumwapiza kwa Mwenyezi Mungu amteremshie shari yule aliyemkasirisha,
kama anavyofanya haraka kuomba heri. Na sisi tumejaalia usiku na mchana kwa namna yao na kupishana kwao kuwa ni alama zenye kuonyesha upweke wetu na uwezo wetu. Tukauondoa mwangaza kwenye usiku na kisionekane kitu, na alama yake ni giza lisokuwa na jua. Hiyo ni ishara kubwa. Na mchana tukaufanya wa kuangaza, hapo laonekana jua, ile ishara kuu, ili mpate kwenda mtakako wakati huo katika kutafuta maisha yenu. Na katika kuja usiku na mchana mpate kujua idadi ya miaka na hisabu za miezi na siku. Na sisi tumekubainishieni kila kitu kwa uwazi kwa sababu ya maslaha yenu, ili isimame hoja juu yenu baada ya kutimia neema. Na kila mtu tumemfungamanishia amali zake, vitendo vyake, kama koja lilioko shingoni, na siku ya kiyama tutamtolea kitabu kilichoandikwa vitendo vyake vyote. Atakiona kitabu hicho kiwazi, iwe wepesi kwa kukisoma. Ataambiwa, soma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ijapokuwa duniani alikuwa hajukusoma. Soma kitabu cha amali zako, hicho leo kinatosha kukuhisabia na kukudhimitia vitendo vyako. Mwenye kufuata njia ya haki basi anajifaa mwenyewe, na mwenye kuiacha basi anajipoteza mwenyewe. Wala hapana mwenye kubeba dhambi zake akambebea dhambi za mwinginewe. Wala haitufalii kumuadhibu yoyote kwa kutenda kitu kabla hatujampelekea mtume kutoka kwetu amwonyeshe njia ya haki na kumkataza maovu. Na pindi ukikadiria tangu awali katika Lauhul Mahfudh kuwateketeza watu wa mji fulani kwa mujibu wa hikma yetu, basi sisi huwasalitishia wale waliojidekeza kwa taanusi katika huu mji, wakafanya fisadi zao, wakaacha njia ya haki na wakafuata wenginewe bila kutambua. Na kwa hivyo huo mji wote tena hapo hustahiki kuangamizwa, nasi huangamiza vikubwa mno. Na kaumu nyingi zilizokuja baada ya Nuhu tuliziangamiza kwa kuwaasi manabii wao, na ya kutosha kuwa ni ishara ya Mola wako mlezi kwamba yeye ni mjuzi wa kila kitu kama kilivyo, kwa ujuzi wa mwenye kuona. Naye anazo habari za dhambi za waja wake na mwenye kuziona. Hapana chochote katika vitendo vya waja wake asichokijua, na yeye atawalipa kama wanavyostahiki. Mwenye kutaka starehe za dunia hii pitayo na akazitumikia kwa kutafutia kisingizio, wala asiwe na yakini na miadi, na wala asingojee malipo ya akhera, tutamletea haraka tuyatakayo ya duniani kwa ukunjufu na wasaa. Haya ni kwa tumtakaye kumletea haraka, kisha tutamwandalia kwa akhera jahanamu, ahirikike kwa joto lake, na ya hali awe ni mwenye kushutumiwa kwa aliyotenda, mwenye kutengwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. Na mwenye kuitaka akhera kwa vitendo vyake, na yakawa navyo hivyo vitendo, na akawa na muamini Mwenyezi Mungu na malipo yake, basi watu kama hao vitendo vyao vitakubaliwa na Mwenyezi Mungu na watapata malipo kwa ajili yake. Na sisi tutawakunjulia neema za Mola wako mlezi hapa duniani makundi yote mawili, pindi wakichukua hatua ya kufikia hayo. Wala neema za Mola wako mlezi hatonyimwa yoyote, akiwa muumini au akiwa kafiri, maadamu wakishika njia za kutafuta. Hebu angalia kwa kuzingatia vipi tulivyowafadhilisha baadhi ya waja wetu kuliko wengine, kwa kuwapa mali na vyeo na nafasi, pindi wakishika njia za kuyapata hayo katika dunia. Na hayo ni kwa hikma tunayoijua sisi, na tofauti zao katika akhera ni kubwa zaidi kuliko tofauti zao za kiduniani. Kwa hivyo yatakikana waishughulikia akhera, kwani huko ndiko kwenye kutukuka kwa kweli na kuzidiana kwa hakika. Ewe mwenye jukumu, usimfanyie Mwenyezi Mungu kuwa na mshirika. Utakuja fedheheka kwa kudharauliwa, na utajaliwa uwe mwenye kutupika. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا na Mola wako mlezi ameamrisha kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu, na wazazi wawili muwatendee wema. Mmoja wao akifikia uzee naye yuko kwako au wote wawili, basi usimwambie hata wala usiwakemee. Nasema nao kwa msemo wa heshima, na uwainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuonea huruma, na useme Mola wangu mlezi, warehemu kama walivyonilea utotoni. Mola wenu anajua kabisa yaliyo nyoyoni mwenu. Ikiwa nyinyi mtakuwa wema, basi hakika yeye ni mwenye kuwaghufiria wanaotubia kwake. Na mpe aliye jamaa yako haki yake, na maskini na msafiri, wala usitumie hovyo kwa fujo. Hakika wabadhirifu ni ndugu wa mashaitani, na shaitani ni mwenye kumkufuru Mola wake mlezi. Na ikiwa unajikurupusha nao, nawe unatafuta rehema ya Mola wako mlezi unayoitaraji, basi sema nao maneno laini. Wala usiufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako, wala usiukunjue wote kabisa, utabaki ukilaumiwa muflisi. Hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye na humpimia amtakaye. Hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kuwajua na kuwaona. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na Mola wako mlezi amehukumu kuwa msimwabudu yeyote isipokuwa yeye, na pia mwafanyie wema kwa ukamilifu wazazi wenu wawili. Na hao au mmoja wao ukifikiria kwako hali ya unyonge na mwisho wa umri wao, basi lisikutoke tamko la kuchoka nao au kuudhika kwa yanayokupata kutokana nao, wala usiwahamakie. Na nena nao maneno mazuri laini yenye kuonyesha ihsani na kuheshimu, na wafanyie upole na wanyenyekee kwa kuonea huruma, na uwaombe ewe Mola mlezi warehemu wote wawili kama walivyonifanyia huruma waliponilea utotoni. Enyi watu, Mola wenu mlezi anajua kuliko nyinyi yaliyomo katika dhamiri zenu, na atakuhisabuni kwayo kwa thawabu na ikabu. Na mkiwa mnakusudia wema na mkautenda, tena mkatokea baadhi yenu mkateleza, na kisha mkarejea kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu atakusameheni.
kwani yeye ni mwenye kusamehe daima kwa wale wanaorejea kwake. Na wape jamaa zako haki yao kwa kuwafanyia wema na kuwaunga, na kadhalika maskini mwenye haja na msafiri aliyekatikana na mali yake. Wape hao haki yao katika zaka na sadaka, wala usiyavuruge mali yako kwa utumiaji ovyo usio na maslaha, kwani wabadhirifu yani utumiaji ovyo wenzao ni mashetani. Wanapokea minong'ono yao wanapowachochea wafanye ufisadi na watumie kwa uharibifu. Na ni mtindo wa shetani daima kukufuru neema ya Mola wake mlezi, na sahibu yake ni hali kadhalika. Ukilazimika kujikurupusha na hao waliotajwa wenye haja kwa sababu ya shida ulionayo, na ukawa hukuwapa kwa kutokuwa nacho cha kuwapa sasa, na ila hali unataraji Mwenyezi Mungu atakufungulia baadaye, basi nenda nao kwa maneno mema ya kuwapa imani nawe. Wala usiuzuilie mkono wako kutoa katika mambo ya kheri, ukaufanya kama uliofungwa pingu za chuma shingoni mwako, ukawa huwezi kukunjua. Wala usiukunjue wote kabisa kwa kutumia ovyo. Utakuja tukanika kwa ubakhili na majuto, au utabaki huna kitu umefilisika kwa sababu ya ubadhirifu na israfu. Hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake, na humfikisha katika wao amtakaye, kwani yeye anawajua vyema tabia zao na anaziona hali zao. Basi yeye humpa kila mmoja wao pindi akishika njia zake, kwa inavyowafikiana na hikma yake Mwenyezi Mungu. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما wala msiwauwe wana wenu kwa kuogopa maskini,
sisi tunawaruzuku wao na nyinyi, hakika kuwaua hao ni hatia kubwa. Wala msikaribie uzinzi, hakika huo ni uchafu na njia mbaya. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isipokuwa kwa haki. Na aliyeuliwa kwa kudhulumiwa, basi tumempa madaraka mrithi wake, lakini asipite mpaka katika kuua, kwani yeye anasaidiwa. Wala msikaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia iliyo bora, mpaka afike utu uzimani. Na timizeni ahadi, kwa hakika ahadi itasailiwa. Na timizeni kipimo mpimapo, na pimeni kwa mizani zilizo sawa. Hayo ni wema kwenu, na hatimaye ndiyo bora. Wala usiyafuate usio na ujuzi nayo, hakika masikio na macho na moyo hivyo vyote vitasailiwa. Wala usitembee katika ardhi kwa maringo, hakika wewe huwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima. Haya yote ubaya wake ni wenye kuchukiza kwa Mola wako mlezi. Haya ni katika hikma alizokufunulia Mola wako mlezi. Wala usimweke pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine, usije ukatupwa katika Jahannam ukilaumiwa na kufurushwa. Yeye Mola wenu mlezi amekuteulieni wavulana, na yeye akawafanya malaika ni banati zake. Kwa hakika nyinyi mnasema usemi mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikiwa yaliyohusiana riziki yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, basi haikufaliini kuwaua watoto wenu kwa kuhofu fakiri utaweza kutokea. Kwani sisi ni wenye kudhamini riziki zao na riziki zenu, hakika kuwaua hao ni dhambi kubwa. Wala msiukaribia uzinzi kwa kuzingilia sababu zawapelekea uzinzi. Jambo hilo ni jambo la aibu na uovu usiofichikana, na hapana njia mbovu kama hiyo. Wala msiue nafsi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua, ila kuua huko kukiwa kwa haki. Kwa kuwa nafsi hiyo inastahiki kuuawa kwa ajili ya kisasi au kuwa ni adhabu ya sharia. Na mwenye kuuliwa kwa kudhulumiwa, sisi tumempa jamaa yake wa karibu haki juu ya yule muuaji, kwa kutaka kwa kadhi auliwe kwa kisasi. Lakini naye asipite mpaka katika kuua, akataka kumuua mtu mwingine asiyekuwa muuaji, au kwa kuwaua wawili badala ya mmoja, kwani Mwenyezi Mungu amemsaidia huyo kwa kumpa haki ya kisasi au kulipwa fidia. Basi haimfalii kukiuka mipaka iliyowekwa. Wala msiyatumie mali ya yatima ila kwa njia iliyo bora kabisa ya kuiamirisha na kuikuza. Na endeleeni hivyo mpaka huyo mtoto afike umri wa utambuzi kuweza kuendesha mambo yake. Na akishafika hivyo, basi mkabidhini mali yake, na timizeni ahadi zote mlizochukua, kwani Mwenyezi Mungu atamsaili aliyevunja ahadi kwa kuvunja kwake, na atamhisabia kwa hayo. Na mnapompimia mushtiri, mpimieni vilivyo, na pimeni mizani kwa uadilifu, kwani kuweka sawa vipimo na mizani ni bora kwenu kwa hapa duniani, kwa sababu huwaraghibisha watu kufanya nanyi biashara, na malipo mazuri zaidi ni akhera. Ewe mtu, usifuate maneno wala vitendo usivyovijua. Basi usiseme nimesikia na hali hukusikia, au najua na hali hujui. Kwani masikio, macho na moyo, vyote hivyo siku ya kiyama vitamuuliza mtu kwa alivyotenda kwavyo. Wala usitembee katika ardhi kwa kiburi na majivuno, kwani vyovyote utavyofanya huwezi kuipasua ardhi kwa nguvu za mkanyago wako, na kama utavyokuwa mrefu huwezi kuipita urefu wa milima. Yote hayo yaliyotajwa katika mausio ni mambo mabaya yaliyokatazwa na yanayochusha na kuchukiza kwa Mola wako mlezi. Na hayo ni katika aliyokufunulia Mola wako mlezi katika kuijua haki kwa dhati yake, na kheri ipate kutendwa. Wala usimfanyie Mwenyezi Mungu kuwa na Mungu mwingine, usije kutupwa katika Jahannam ukijilaumu na ukilaumiwa, umeangamia na umefurushwa mbali na rehema za Mola wako mlezi.
subhanahu anayachukia wayasemayo makafiri kwamba malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Anasema, Mola wenu mlezi amekufadhilisheni kuliko mwenyewe kwa kukupeni nyinyi watoto wanaume wenye nguvu, na yeye akawafanya malaika ni banati zake kwa mnavyodai. Kwa maneno yenu haya mnazua matusi makubwa. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka, lakini haikuwazidishia ila kuwa mbali nayo. Sema, lau kuwa wangelikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo, basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi. Subhanahu wa ta'ala, ametakasika na ametukuka juu kabisa na hayo wanayosema. Zinamtakasa zote mbingu saba na ardhi na vyote viliomo ndani yake, na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake, lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika yeye ni mpole na mwenye maghfira. Na unaposoma Qur'ani tunaweka baina yako na wale wasioiamini akhira pazia linalowafunika, na tunaweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasije wakaifahamu,
na tunaweka kwenye masikio yao uziwi. Na wanapomtaja katika Qur'ani Mola wako mlezi peke yake, basi wao hugeuka nyuma wakenda zao. Sisi tunajua vyema kabisa sababu wanayosikilizia wanapokusikiliza na wanaponong'ona. Wanaposema hao madhalim, nyinyi hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. Tazama vipi wanavyokupigia mifano, basi wamepotea, kwa hivyo hawawezi kuipata njia. Na walisema, je, tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya? Sema, kuweni hata mawe na chuma, au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu. Watasema, nani atakayeturudisha tena? Sema, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao na watasema, lini hayo? Sema, asa yakawa karibu, siku watakapokuiteni, na nyinyi mtamuitikia kwa kumshukuru, na mkadhani kuwa hamkukaa ila muda mdogo tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Sisi tumebainisha katika Qur'ani hii kwa uwazi mzuri, tukipiga mifano na kutoa mawaidha na hukumu, ili wapate kuaidhika hawa washirikina. Lakini nyoyo zao zimekuwa kama mawe. Kubainisha huku hakukuwazidishia ila kuzidi kuwakimbiza na haki. Ewe nabii, ili kudhihirisha upotovu wa madai yao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu, sema, lau kuwa wapo miungu wengine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wasemavyo, hao miungu wangelitafuta njia kumfikiria huyo mwenye ufalme wa mwisho ili wapate kushindana naye. Mwenyezi Mungu ametakasika kabisa kama anavyostahiki, na ametukuka aliyemkuu shani yake, na yote wanayodai kuwa wapo pamoja na yeye miungu wengine. Hakika mbingu saba na ardhi na viumbe vyote viliomo humo vinamtakasa na kumtukuza, na vinaonyesha uzuri wa kuumbwa kwake na kutakasika kwake subhanahu na kila upungufu, na kukamilika ufalme wake, na kwamba yeye hana mshirika na yeyote katika viumbe wa ufalme wake ulioenea. Vyote hivyo vinamtakasa na kumsifu. Lakini makafiri hawafahamu hoja hizi kwa kutawaliwa nyoyo zao na mghafala. Na Mwenyezi Mungu ni mpole kwao na mwenye kuwasamehe wanaotubu, kwa hivyo hawafanyii haraka kuwapa adhabu. Ewe nabii, unaposoma Qur'ani inayotaja dalili za haki, sisi huweka pazia lenye kukuficha baina yako na wale wasioamini kufufuliwa na malipo pale wanapotaka kukushambulia, kwa hivyo hawakuoni. Na kwa mujibu wa hikma yetu ya kupotoa na kuongoa, huweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasipate kufahamu Qur'ani ilivyo. Na katika masikio yao hutia uziwi, basi hawasikii lenye manufaa kwao. Hayo ni kwa sababu ya kupindukia katika idha yao na majivuno yao. Na pale unapomtaja Mola wako mlezi katika Qur'ani peke yake bila kuwataja miungu yao, wao basi hurejea nyuma wakaacha kukusikiliza. Sisi tunajua vyema vile wanavyoisikiliza Qur'ani, nao ilhali wanaikejeli na kuifanyia maskhara, na huku wanakusikiliza nao wanayaficha yaliyosemwa. Na hiyo ndiyo kauli ya wenye kudhulumu katika siri zao, wakisema, ikiwa mtamfuata huyu basi hamumfuati ila mtu aliyegeuzwa akili yake. Hebu angalia vipi walivyokushabihisha. Wamekushabihisha na mtu aliyerogwa, na wakakuita kohani, mtunga mashairi, wakaipotea njia ya hoja. Kwa hivyo wasiweze kupata njia ya kuzua tusi linalokubalika, au kwa hivyo wakaukosa uongofu na wasipate njia ya kufikiria. Wanaokataa kuwa watafufuliwa wanasema, hivyo tutafufuliwa baada ya kwisha kuwa mafupa yaliyobunguliwa na mapande mbalimbali, tukawa hai na umbo jipya? Haya hayaingia akilini. Ewe nabii, waambie, hata mkiwa mawe yasiyo na uhai, au chuma ambacho ni kigumu kuliko jiwe, au umbo jingine lolote ambalo mnaona kwa mawazo yenu haliwezi kuwa hai, basi hapana shaka yoyote mtafufuliwa. Watasema kwa kuona ni muhali, nani atakayeturejesha hivyo?
waambie, atakurejesheni Mwenyezi Mungu yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza. Watakutikisia vichwa vyao kama staajabu, nao wakisema kwa kejeli, huko kufufuliwa unakutuahidi kutakuwa lini? Waambie, nataraji kutakuwa karibu. Na siku atapokufufueni Mwenyezi Mungu kutoka makaburini kwenu, mtafufuliwa nanyi mkimshukuru na kumsifu Mola wenu mlezi kwa ukamilifu wa uwezo wake, na mtadhani kuwa hamkukaa makaburini kwenu ila muda mchache tu. Mtaona muda ni mfupi kwa mnasaba ya hayo mnayoendea. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا Waambie waja wangu waseme maneno mazuri, maana shetani huchochea ugomvi baina yao. Hakika shetani ni adui aliyedhahir kwa mwanadamu. Mola wenu mlezi anakujueni vilivyo, akipenda atakurehemuni na akipenda atakuadhibuni, na hatukukutuma ili uwe mlinzi juu yao. Na Mola wako mlezi anawajua vilivyo waliomo mbinguni na katika ardhi, na hakika tumewafadhilisha baadhi ya manabii kuliko wengine, na Daudi tulimpa Zaburi. Sema, waombeni hao mnaowadaia badala yake yeye, hawawezi kukondoleeni madhara wala kuyaweka pengine. Hao wanaoomba wao wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa Mola wao mlezi, hata miongoni mwao walio karibu mno, na wanataraji rehema zake na wanayehofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mola wako mlezi yafaa kutahadhari nayo. Na hapana mji wowote ila sisi tutauteketeza kabla ya siku ya Kiyama, au tutaupa adhabu kali.
haya yamekwisha andikwa katika kitabu. Na hapana kinachotuzuia kupeleka miujiza ila ni kuwa watu wa zamani waliikanusha. Na tuliwapa Wathamudi ngamia jike kuwa ni ishara iliyo dhahir, lakini walidhulumu kwaye. Nasi hatupeleki ishara ila kwa ajili ya kuhadharisha. Na tulipokuambia hakika Mola wako mlezi amekwisha wazunguka hao watu, na hatukuifanya ndoto tuliyokuonyesha ila ni kuwajaribu watu na mti uliolaaniwa katika Qur'ani, na tunawahadharisha lakini haiwazidishii ila uasi mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie waja wangu waumini wanapopambana na washirikina waseme maneno yaliyo bora ya kukinaisha, na waachilie mbali kutumia maneno makali yanayosababisha shari na uharibifu, kwani shetani huleta fisadi baina ya waumini na makafiri, kwa kuwa yeye ni adui aliyewazo binadamu. Mola wenu mlezi ndiye anayejua vyema mwisho wa mambo yenu. Akipenda atakurehemuni kwa kukupeni taufiki ya imani, yani uwezo wa kuamini, au akipenda atakupeni adhabu kwa kuikosa hiyo imani. Wala sisi hatukukupeleka wewe uwe ni mwakilishi wao kwa mambo yao hata walazimishe kuamini, bali tumekutuma uwe ni mbashiri kuwapa habari njema wenye kusadiki, na mwonyaji kuwaonya wanaokanusha. Waachilie mbali na waamrishe sahaba zako wawastahimilie. Na Mola wako mlezi anajua vilivyo vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, na anajua hali zao, basi anawakhiyari miongoni mwao kwa kuwapa unabii awatakao. Naye amekukhiyari wewe kwa kukupa utume wake, basi haiwafali wao kuudhika na unabii wako. Na hao manabii si wote sawasawa kwa daraja mbele yake aliyetukuka shani yake, bali baadhi yao ni bora kuliko wenginewe. Naye amewatukuza baadhi ya manabii juu ya wengine kwa miujiza na wingi wa wafuasi, si kwa ufalme. Basi alitukuzwa Daudi kwa kuwa kapewa Zaburi, si kwa kuwa kapewa ufalme. Basi hapana ajabu kuwa wewe Muhammad ukapata fadhila kubwa kabisa kwa kuwa umepewa Qur'ani. Waambie hawa wanaoabudu viumbe na wanadai kuwa hao ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu, waombeni hao mnaoabudu inakupoteremkieni shida, au mkahofu kuwa itakushukieni. Hamtopata kwao chochote cha kukondoleeni madhara yenu, wala kuyahamisha akakuwa mwinginewe. Na hakika hawa viumbe wanaowaomba wale wanaoabudu, wao wenyewe wanamwabudu Mwenyezi Mungu, na wanaomba wapate daraja na cheo kwake kwa utiifu, na wanapupa ya kutaka wawe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, na wanatumaini kupata kwake rehema, na wanayehofu adhabu yake. Hakika adhabu ya Mwenyezi Mungu inatakikana kutahadhari nayo na kuiogopa. Na ni mazoea yetu kuteketeza kila mji na watu wake unapodhulumu mji huo, au huwapa adhabu kali watu wake kwa mauaji au vinginevyo. Basi watu wako tahadhari, kwani hukumu yetu imekwisha hukumiwa na imekwisha andikwa katika kitabu chetu. Watu wako wamekutaka uwalete ishara na miujiza, nao hawakukinaika kwa yaliyowajia ambayo huwakinaisha wenye akili. Na mwendo wetu umekwisha wapitia hao wanaotaka miujiza, na wanapokubaliwa wasiamini, nao ni kuwang'olea mbali kwa adhabu kama tulivyofanyia wakale. Miongoni mwa hao ni watu wa Thamud. Walitaka miujiza, akawangamia mke ni miujiza wazi kwao wa kuondoa shaka zote. Wakamkanusha, yakatokea kwao yaliyotokea. Na imekuwa hikma ya Mwenyezi Mungu kuwa asiwakubalie hayo walioyataka, kwa kuchelea wasiikatae miujiza, kwa kutarajia watakujaamini miongoni mwao, au watakujazaa watakaoamini. Na miujiza hakika sisi wapelekea watu kwa kuwatia hofu na kitisho. Ewe nabii, kumbuka tulipokwambia hakika Mola wako mlezi amewazunguka hao watu, wao wamo wamedhibitiwa na kudhara yake. Basi wewe wafikishie ujumbe wala usimwogope yote katika wao.
Mwenyezi Mungu atakulinda nao. Na mambo ya ajabu uliyoyaona katika usiku wa Israeli, yani safari ya usiku, hatukuyafanya sisi ila yawe ni mtihani na majaribio kwa wanadamu. Kwa hayo ipate kuzidi imani ya muumini na ukafiri wa kafiri. Na wala hatukuufanya ule mti uliosubiwa katika Kurani, nao ni mti wa zakum unaomea huko motoni, isipokuwa ni kuwafanyia wao pia mtihani pale waliposema moto unaunguza mti, basi vipi mti umee katika moto? Pia ni kuzidi kuwahadharisha kwa hayo, lakini kuwahadharisha kwetu hakuwazidishii isipokuwa kupindukia kiwango kikubwa kabisa. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Na pale tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wakamsujudia isipokuwa Iblisi. Akasema, je, nimsujudie uliyemuumba kwa udongo? Akasema, hebu unambie habari ya huyu uliyemtukuza juu yangu. Ukiniakhirisha mpaka siku ya Kiyama, hapana shaka nitawaangamiza dhuria zake wasipokuwa wachache tu. Akasema Mwenyezi Mungu, ondokelea mbali. Atakaye kufuata katika wao, basi Jahannam itakuwa ndiyo malipo yenu, malipo ya kutimia. Na
wachochee wawezao katika wao kwa sauti yako, na wakusanyie jeshi lako la wapandao farasi na waendao kwa miguu, na shirikiana nao katika mali na wana, na waahidi, na shetani hawapi ahadi ila ya udanganyifu. Hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu, na Mola wako mlezi anatosha kuwa ni wa kutegemewa. Mola wenu mlezi ndiye anayekuendesheni merikebu katika bahari ili mtafute katika fadhila zake. Hakika yeye ni mwenye kukurehemuni nyinyi. Na inapokufikieni taabu katika bahari, hao mnaowaomba wanapotea isipokuwa yeye tu. Na anapokuvueni mkafika nchi kavu, mnageuka, ama mwanadamu ni mwingi wa kukanusha. Je, mmeaminisha ya kuwa hatakudidimizeni upande wowote katika nchi kavu, au kwamba hatakuleteni tufani la kokoto kisha msipate wa kumtegemea? Ama mmeainisha ya kuwa hatakurudisheni humo mara nyingine na kukupelekeeni kimbunga cha upepo akakuzamisheni kwa mlivyokufuru, na kisha msipate kukunusuruni nasi? Na hakika tumewatukuza wanadamu, na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini, na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri, na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tuliowaumba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Na Mwenyezi Mungu anakumbusha asili ya kuumba na uadui baina mwanadamu na Iblisi pale alipowaambia malaika, msujudieni Adamu kwa kumwamkia na kumheshimu kwa kumuinamia. Hapo hapo wakasujudu isipokuwa Iblisi akakataa, na akasema kwa chuki, vipi nimsujudie uliyemuumba kwa udongo, na hali mimi umeniumba kwa moto? Mimi ni bora kuliko yeye. Iblisi akasema, ewe Mola wangu mlezi, hebu niambie habari za huyu uliyemtukuza juu yangu, ukaniamrisha nimsujudie. Kwa nini ukamtukuza kuliko mimi, na mimi ni bora kuliko yeye? Na hapa kwa utukufu wako, ukinibakisha ni hai mpaka siku ya kiyama, basi nitawahiliki dhuria zao wataowazaa kwa kuwahuri, isipokuwa wachache tu kati yao utakaowalinda na kuhifadhi. Mola akamwambia kwa kumtisha na kumlegezea kamba, endelea na shani yako uliyojichagulia kuifuata. Atakayekutii wewe katika wana wa Adamu, basi jahanamu itakuwa ndiyo malipo yako na yao, malipo ya kutosha yaliyokamilika. Na wazuge na wavute kwa kuwaita muasi Mwenyezi Mungu hao na waweza miongoni mwao. Nafanya kila juhudi yako ya namna zote za udanganyifu, na shirikiana nao katika kuchuma mali ya haramu na kuyatumia kwa haramu, na kuwafurahisha watoto na kuwaghuri wafanye fisadi, na wape ahadi za uongo kama kuwa miungu yao itawaombea, na kuwa watapata utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya saba zao. Na shetani hawaahidi wafuasi wake ila kwa udanganyifu na uficho. Ama waja wangu walionisafiania mimi, wewe huna uwezo wa kuwapotoa, kwa kuwa wao wanamtegemea Mola wao mlezi, na yeye anatosha kabisa kuwa ni wa kuwanusuru wakimtaka msaada wa kusalimika nawe. Mola wenu mlezi ni yeye peke yake ndiye anayeziendesha merikebu baharini, ambazo kwazo nyinyi mnatafuta manufaa kwa biashara na mengineyo. Yeye daima ni mwenye rehema kwenu. Mkisibiwa na madhara na mkakabiliwa na hatari katika bahari, ukukimbieni wote hao muombao kwa haja zenu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, kwani nyinyi hapo hamumkumbuki mwinginewe. Lakini akishakuvueni na kuzama na kukufikisheni nchi kavu, mnaache tauhidi kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, na mnakufuru neema. Ndiyo mtindo wa binadamu daima kukataa neema. Na hapo tukishakuvueni mkafika nchi kavu, kwani ndiyo mmeaminisha kuwa basi haikupateni adhabu ya Mwenyezi Mungu? Hasha, akitaka anaweza akaipindua ardhi ikakuteketezeni chini yake, na akitaka atakupelekeni upepo mkali ukutupieni kokoto na mawe, na wala msipate kukulindeni na yanakupateni. Au nyinyi mmeaminisha kuwa Mola wenu mlezi hatakurejesheni tena baharini,
na akuleteeni tufani la pepo livunjilie mbali hicho chombo chenu, akakuzamisheni kwa sababu ya kutothamini neema yake pale alipokuokoeni mara ya kwanza. Tena hapo hamtapata kukuteteeni kwetu kwa tuliyokufanyieni ili mpate kusalimika. Na hakika sisi tumewatukuza wana wa Adamu kwa kuwapa umbo zuri lililonyooka na matamshi na uwezo wa kuhiari mambo, na tukawapa heshima na utukufu pindi wakitii, na tukawapakia nchi kavu juu ya wanyama na baharini katika merikebu, na tukawaruzuku vitu vitamu, na tukawafadhilisha fadhila kubwa kuliko viumbe vingi kwa kuwapa akili na kuweza kufikiri. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. siku tutapowaita kila kikundi cha watu kwa mujibu wa kifuatacho, basi atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, basi hao watasoma kitabu chao wala hawatadhulumiwa hata chembe. Na aliyekuwa hapa kipofu, basi atakuwa kipofu akhera, na atakuwa aliyepotea zaidi njia. Na hakika walikaribia kukushawishi uache tuliokufunulia ili utuzulie mengineyo, na hapo ndio wangalikufanya rafiki. Na lau kuwa hatukukuweka imara, ungelikaribia kuwaelekea kidogo. Hapo basi bila shaka tungelikuonjesha adhabu mardufu ya uhai na adhabu mardufu ya kifo, kisha usingepata mtu wa kukunusuru nasi. Na walitaka kukukera ili uitoke nchi, na hapo wao wasingelibakia humo ila kwa muda mchache tu. Huo ndio mwendo kwa mitume tuliowatuma kabla yako, wala hupati mabadiliko katika mwendo wetu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie watu wako siku tutapowaita kila kikundi kwa alama zao wanazozijua, au mwongozi wao wanemfuata, au nabii au kitabu, wakaambiwa enyi watu wa Musa au enyi watu wa Qurani na kadhalika, ili wapokee vitabu vya amali zao. Basi atakayepokea kitabu cha amali zake kwa mkono wake wa kulia, na hao ndio wenye bahati njema, hao watasoma kitabu chao kwa furaha, na wala hawatapunguziwa katika ujira wao duni ya kitu. Ama yule wa kikundi kingine tamhuzunisha atayoyaona, na atazibwa njia za kuokoka, na atakuwa kipofu asione pa kuepuka adhabu yake, kama ilivyokuwa duniani kipofu haioni njia ya haki na uongofu.
na aliyekuwa duniani kipofu wa moyo, basi akhera ni kipofu zaidi na yu mbali zaidi na njia ya heri. Hakika washirikina wanatafuta kila njia wakuachishe Kurani, tafute miujiza mingineyo ili uwe kama uliyetuzulia sisi uongo, na hapo ndiyo watakufanya uwe rafiki yao. Na hila hizi zimekaririwa na zimekuwa nyingi, na kwa hivyo ungelikaribia kuyafuata wayatakayo, ila kwa kuwa wewe ni mtume wetu uliye mwaminifu hayakuwa hayo. Upole wetu umekugubika wewe, tukakulinda usiwakubalie matakwa yao, na tukakupa nguvu usimame juu ya haki. Na lau kuwa si hayo, ungelikaribia kuwakubalia kwa tamaa ya kuwa huenda ikafika siku imani yao ikakamilika baadaye wakishaanza kuingia katika Uislamu. Na lau ungelikaribia kuelekea hao, basi tungelikukusanyia adhabu za duniani tukazifanya marudufu, na adhabu za akhera nazo tukaziongeza mara mbili vile vile, na wala usingelipate yeyote wa kunusuru na adhabu. Lakini hayo hayawi kabisa, hayawi kumfikiria mtume wetu mwaminifu. Na makafiri wa Maka wamejaribu na walikaribia kukuudhi mpaka wakutoe kwenye ardhi ya Maka kwa uadui wao na chuki zao. Na lao yangelikuwa hayo, basi wao nao wasingelibaki humo ila muda mchache tu, kisha washindwe katika hayo mambo yao na hukumu yeyo ya Mwenyezi Mungu. Na huo ndio mwendo wetu kwa mitume ya kabla yako, huwahiliki wale wanaowafukuza manabii wao, na wala hapana mabadiliko katika mwendo wetu. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Shika sala jua linapopinduka mpaka giza la usiku, na Qur'ani ya alfajiri. Hakika Qur'ani ya alfajiri inashuhudiwa daima. Na amka usiku kwa ibada, ni ziada ya sunna hasa kwako wewe. Huenda Mola wako mlezi akakunyanyua cheo kinachosifika. Nasema, Mola wangu mlezi, niingize mwingizo mwema na unitoe kutoka kwema, na unipe nguvu zinazotoka kwako zinisaidie. Nasema, kweli imefika na uongo umetoweka. Hakika uongo lazima utoweke. Na tunateremsha katika Qur'ani yaliyo ni matibabu na rehma kwa waumini, wala hayawazidishi madhalimu ila hasara. Na mwanadamu tunapomneemesha hugeuka na kujitenga kando, na inapomgusa shari hukata tamaa. Sema, ila mmoja anafanya kwa namna yake, na Mola wenu mlezi anajua aliongoka katika njia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha
shika sala zilizofaridhiwa tangu kupinduka juu wakati ya mbingu kuelekea upande wa macho ya jua mpaka kiza cha usiku, na hizi ndizo sala za dhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Na pia shika sala ya alfajiri ambayo wanaishuhudia malaika. Na katika wakati wa usiku amka kwa kusali sala ya tahajjudi. Hiyo ni ibada ya zaidi juu ya zile sala 5. Hii imekuhusu wewe tu, kwa kutaraji kuwa Mola wako mlezi atakuweka siku ya kiyama makamo watakakusifia viumbe. Nasema, ewe Mola mlezi, niingize maingizo ya kuridhisha matukufu katika kila unaponiingiza katika jambo au pahala, na unitoe kwa kutoka kunakoridhisha kutukufu, na kwa fadhila yako nijalie nguvu za kunisaidia niwashinde maadui zangu. Nasema, ukiwaonya watu wako washirikina haki ya tauhidi, imani ya Mungu mmoja, na dini ya kweli na uadilifu imekushafika, na uongo na ushirikina na dini ya ufisadi na dhulma yote hayo yameondoka, kwani uongo daima hauna dawamu. Na vipi haki isiwe na nguvu, na hali sisi tunateremsha katika Kurani dawa ya kuponyesha maradhi ya shaka katika vifua vya watu, na sababu za kuwapatia rehema wanaoiamini, na madhalimu hawana linalowazidia ila hasara tu katika kuikataa kwao. Na hakika katika maumbile ya mwanadamu ni kujidanganya na kukata tamaa. Tukimneemesha kwa kumpa uzima na ukunjufu wa mali, hupuuza kutukumbuka na kutuomba, na hujitenga nasi kwa kiburi na majivuno. Na akiguswa na shari kama ugonjwa na ufakiri, huwa mwingi wa kukata tamaa na rehema Mwenyezi Mungu. Ewe Nabii, waambie makafiri wa Kikureshi kwa kuepuka kuchochea ugomvi na makindano, kila mmoja wetu na mmoja wenu anatenda na anakwenda kwa kufuata njia yake, na Mola wenu mlezi ni mjuzi mno, wala hana ajuwaye kuliko yeye kumjua nani aliyeshika njia sawa na kufuata haki, na huyo humlipa ujira wake kamili. Na kumjua aliyepotea njia, na huyo humpa adhabu kama anavyostahiki. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ
حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Na wanakuuliza habari za roho, sema roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, nanyi hamkupewa katika ilmu ila kidogo tu. Na tungelipenda tungeliondoa tuliokufunulia, kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu kwa haya, isipokuwa iwe rehema itokayo kwa Mola wako mlezi. Hakika fadhila yake kwako ni kubwa. Sema wangelikusanyika watu na majini ili walete mfano wa hii Qur'ani, basi hawaleti mfano wake hata wakisaidiana wao kwa wao. Na hakika tumewaeleza watu katika hii Qur'ani kwa kila mfano, lakini watu wengi wanakataa isipokuwa kukanusha tu. Na walisema hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchemu katika ardhi hii, au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu, na utupitishie mito kati yake ikimiminika, au tuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai, au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika uso kwa uso, au uwe na nyumba ya dhahabu, au upae mbinguni. Wala hatutaamini kupaa kwako mpaka ututeremshie kitabu tukisome. Sema subhana rabbi, ametakasika Mola wangu mlezi, kwani mimi ni nani isipokuwa ni mwanadamu na mtume. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ewe Muhammad, watu wako wanakuuliza kwa kutomezwa na Mayahudi, nini hakika ya roho? Waambie roho ni katika elimu yake mwenyewe Mola wangu mlezi alijihusisha nayo yeye, na nyinyi hamkupewa elimu ila chache tu kilinganisha na elimu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na lao tungelitaka kuifuta kabisa kifuani mwako hiyo Qur'ani tuliyokufunulia, tungelifanya hivyo, na kisha usingelimpate yeyote kwa kunusuru katika watu wako. Lakini tumeiacha Qur'ani ibaki vile vile kifuani mwako kwa rehema kutoka kwa Mola wako mlezi, kwani fadhila zake kwako wewe ni kubwa mno katika muujiza huu. Waambie kwa kushindana nao, kama wanaweza walete mfano wake, nao hawawezi, hata wakikusanyika watu na majini wakasaidiana kuleta mfano wa Qur'ani kwa mpango wake na maana yake, hawawezi, na wangasaidiana wao kwa wao. Na katika Qur'ani hii tumewaeleza watu kwa namna mbalimbali kila maana kama ni mifano katika maajabu yake, lakini watu wengi walikataa ila kupinga na kuchukia. Ilipodhihiri kushindwa kwao na Qur'ani, na wakabanwa kwa hoja, wakataka waletewe ishara nyingine na miujiza mingine. Hicho ni kitendo cha mwenye kushindwa hoja, aliyemewa na kutahayari. Ndio wakasema hatutokuamini mpaka utimbulie katika ardhi ya Makka chemchemu ambayo maji yake hayakatiki, au uwe nacho kitalu Makka cha mitende na mizabibu chenye kupita mito kati yake, kwa kujua kuwa ardhi ya Makka ni kavu hayoti kitu, au mbingu ituangukie vichwani mwetu kwa mapande kama ulivyodai kuwa Mwenyezi Mungu anatuahidi hayo, au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika tukabiliane nao macho kwa macho, au uwe na nyumba iliyopambwa kwa dhahabu, au upae mbinguni. Na hata hivyo hatukusadiki mpaka ukituletea kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha ukweli wako tukisome. Waambie Mola wangu mlezi ametakasika kabisa na kuhukumiwa na yeyote, au yoyote kushirikiana naye katika kudra yake. Mimi si chochote ila ni mwanadamu kama mitume wote wengineo, na wala wao hawakuwaletea watu wao muujiza ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Na nini kilichozuilia watu kuamini ulipowajia uongofu isipokuwa walisema, je, Mwenyezi Mungu humtuma mwanadamu kuwa ni mtume? Sema, ingelikuwa duniani wapo malaika wanatembea kwa utulivu wao, basi bila shaka tungeliwateremshia malaika kuwa ni mtume wao. Sema, Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi, hakika yeye anawajua vyema waja wake na anawaona. Na anayemhidi Mwenyezi Mungu basi huyo ndiye aliyehidika, na anayewapotoa basi hutowapatia walinzi badala yake. Na tutawakusanya siku ya Kiyama hali wakikokotwa juu ya nyuso zao, nao ni vipofu na mabubu na viziwi, na makazi yao ni Jahannam. Kila moto ukifanya kusinzia utazidi kuchochea wake kwa nguvu. Hayo ni malipo yao kwa sababu walizikataa ishara zetu, na wakasema, hivyo tukisha kuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya? Kwani hawakuona ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi ni mwenye kuweza kuumba mfano wao? Na yeye amewawekea muda usio na shaka yoyote, lakini madhalim hawataki ila ukafiri. Sema, lau kuwa nyinyi mnazimiliki hazina za rehema za Mola wangu mlezi, basi hapana shaka mngelizuia kuzitumia kwa ajili ya kuhofu, na mwanadamu tangu hapo tabia yake ni mchoyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na nini kilichowazuilia washirikina wa Makka kuifuata haki ulipowajia wahi hadi ufunuo pamoja na miujiza, isipokuwa madai yao kwa ujinga wao ya kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu hatumi mitume wanadamu ila huwa ni malaika? Sema kwa kuwarudi,
lau kuwa duniani badala ya wanadamu wapo malaika wanatembea kama wanadamu na wamekaa humo, basi tungeliwateremshia kutoka mbinguni malaika kuwa ni mitume wao katika jinsi yao. Lakini malaika si kama binadamu, na wangelikuja basi wangekuja kwa sura za watu. Sema, kama mnaokataa utume wangu, basi Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wakutuhukumu baina yangu na nyinyi, akathibitisha ukweli wa ujumbe wangu kwenu. Hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kujua hali zenu na mwenye kuviona vitendo vyenu, naye ni mwenye kukulipeni kwa hivyo. Waambie, yule ambaye Mwenyezi Mungu anamwongoa kwa kuwa yu tayari kufuata uongofu, basi huyo ni mwongofu. Na anayempotoa kwa kufisidika hulka yake, hutopata wakuwanusuru asiyekuwa yeye wa kuongwa duniani. Na akhera tutawakusanya wakikokotwa juu ya nyuso zao, hawaoni wala hawasemi wala hawasikii. Na mahali pao wanapopelekwa kukaa ni jahanamu. Kula moto ukipungua ukali wake, Mwenyezi Mungu anazidi kuchochea wake kwa nguvu zaidi. Adhabu hiyo ndiyo malipo yao kwa sababu ya kuzikataa dalili tulizowaletea za kuthibitisha haki, na kwa ile kauli yao kusema, hivyo sisi tutafufuliwa kwa umbo jipya baada ya kuisha kwa mifupa na vumbi. Je, wameghafilika na hawakujua kwamba Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi juu ya ukubwa wao ni mwenye kuweza kuumba watu na majini kama wao? Na mwenye kuweza hayo, vipi awe hawezi kuwarejesha wao upya? Na hilo ni jepesi zaidi kwake. Na yeye subhanahu ameweka muda maalum wa kuwarejesha tena baada ya kushakufa, na huo hauna shaka kuwa na muda huo ndiyo siku ya kiyama. Na juu ya hivyo waliozidhulumu nafsi zao kwa ukafiri wanakataa baada ya kuletewa hoja hizi, na hayo si kwa lolote ila kwa ukafiri tu. Waambie hawa washirikina, lau kuwa mnazimiliki riziki za Mola wangu mlezi, mngelizifanyia ubakhili kwa kuogopa ufakiri. Kwani tabia ya watu kuwa na pupa na ubakhili. Na Mwenyezi Mungu mkwasi na karimu, humpa anachotaka mtakaye, na uteremsha miujiza itakayo yeye, siyo itakayo watu. Na yeye katika yote hayo ni mwenye hikma na mjuzi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Na kwa yakini tulimpa Musa ishara 9 zilizo wazi. Waulize wana wa Israeli alipowafikia, na Firauni akawaambia, hakika mimi na kuona wewe Musa umerogwa. Musa akasema, wewe unajua bila ya shaka kuwa haya hakuyateremsha ila Mola mlezi wa mbingu na ardhi, ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana. Na hakika mimi bila shaka na kuona wewe Firauni huwa umekwisha angamia. Basi Firauni akataka kuwafukuza katika nchi, kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote. Na tukawaambia baada yake wana wa Israeli, kaeni katika nchi, itapokuja ahadi ya akhera tutakuleteni nyote pamoja. Na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka, na hatukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji. Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo, na tumeiteremsha kidogo kidogo. Sema, iaminini au msiamini. Hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa hii huanguka kifudifudi wanasujudu. Na wanasema, subhana rabbina, ametakasika Mola wetu mlezi. Hakika ahadi ya Mola wetu mlezi lazima itimizwe. Na huanguka kifudifudi na huku wanalia, na inawazidishia unyenyekevu. Sema, muombeni Allah au muombeni Rahman, kwa jina lolote mnalomuita, kwani yeye ana majina mazuri mazuri. Wala usitangaze sala yako kwa sauti kubwa, wala usifiche kwa sauti ndogo, bali shika njia ya kati na kati ya hizo. Nasema alhamdulillah, himdi zote ni za Mwenyezi Mungu, ambaye hana mwana wala hana mshirika katika ufalme, wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake, na mtukuze kwa utukufu mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na lau hawa watu wangeletewa hizo ishara wazitakazo, wangezigeuzia uso, wala wasingeziamini. Na sisi tulimpa Musa ishara 9 wazi, na juu ya hivyo wakakufuru. Na Firauni akasema, hakika mimi na kuona wewe Musa ni mtu lierogwa. Hizo ishara 9 ni fimbo, 2 mkono mweupe, 3 tufani, 4 nzige na vyura na chawa na damu, 5 ukame na upungufu wa mazao, 6 kupasuka bahari, 7 kutimbuka maji baharini, 8 kuning'inia mlima kama kivuli, na 9 kusemezwa na Mola wake mlezi. Musa akasema, ewe Firauni, unajua vyema kuwa aliteremsha ishara hizi ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi, kwa nini yeye ndiye mwenye kuweza hayo. Nazo ishara hizo ziwazi zinakuonyesha ukweli wangu, lakini wewe unafanya kiburi na inadi tu.
na hakika mimi nakuona wewe Firauni kuwa ni mwenye kuangamia ikiwa hutoache nabii yako. Firauni akashikilia uasi wake, akataka kumtoa Musa na wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Tukamzamisha yeye na askari wake wote, tukamvua Musa na kaumu yake. Na baada ya kumzamisha Firauni tukasema kuwaambia wana wa Israeli, kaeni katika nchi takatifu iliyoko Shamu. Ukija wakati wa uhai wa pili, tutakutoweni makaburini kwenu kwa mchanganyiko, kisha tutakuhukumuni kwa uadilifu. Na hatukuiteremsha Kurani ila kwa kuunga mkono hikma Mwenyezi Mungu iliyopelekea kuteremshwa kwake. Nayo hiyo Kurani kwa dhati yake haikuteremka ila kuwa imekusanya ukweli wote, kwani itikadi zake ndizo zilizo sawa na hukumu zake ndizo zilizonyoka. Na wewe nabii, hatukukutuma ila uwe mbashiri wa kuwabashiria pepo wenye kuamini na mwonyaji kuwaonya wanaukanya moto. Basi wewe huna jukumu lolote ikiwa wao hawaamini. Na hii Kurani tumeigawa na tumeiteremsha kipande kipande kwa muda mrefu ili uwasomee watu kwa taratibu wapate kufahamu. Tumeiteremsha kidogo kidogo kwa utulivu bila matanisho. Waambie makafiri wa Maka kwa kuwatisha, jichagulieni nafsi zenu mlitakalo kuiamini Kurani au la, kwani hakika waliopewa elimu sawa na fahamu barabara kabla kuteremka kwake, wakisomewa Kurani huangukia kwenye nyuso zao kwa kusujudu na kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wao husema, Mola wetu mlezi ametakasika na ila ya kwenda kinyume na ahadi yake ya kuneemesha na kuadhibu aliyoahidi, kwani ahadi yake lazima itimie bila shaka yoyote. Na huangukia tena kwenye nyuso zao mara ya pili, wakilia kumhofu Mwenyezi Mungu na Kurani, na wazidishia unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Waambie hawa washirikina, mwiteni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah au jina la Rahman, kwani jina lolote mtalomwitia ni zuri. Yeye mtukufu ana majina mengi mazuri mazuri, wala hamdanganyikiwi kwa kutumia majina mengi kuwa kwa hivyo mwenye kuitwa ni zaidi ya mmoja. Na unaposoma Kurani katika sala zako, basi usipaze sauti yako wakasikia washirikina wakakusibabi na wakakuudhi, wala usifanye kwa siri hata waumini wakawa hawasikii. Kuwa katikati katika kusoma kwako. Nasema alhamdulillah, himili zote yani sifa na shukrani ni za Mwenyezi Mungu, ambaye hakuzaa mwana kwani hamhitaji, wala hana mshirika katika ufalme kwani yeye peke yake ndiye aliuanzisha, wala hana msaidizi wa kumtia nguvu kwa udhaifu fulani unaompata. Na mtukuze Mola wako mlezi kwa utukufu mkubwa uliolaiki naye.